Kwa majina naitwa James Daniel Chindengwike, daktari. Ni kaimu meneja wa mamlaka ya mapato mkoa wa Singida. Leo tulikuwa tunafanya elimu na mafunzo kwa wadau na walipa kodi wetu wa mkoa wa Singida. Lengo na dhumuni lilikuwa ni kuwajengea uwezo, wajue nini ambacho kinatakiwa kifanyike ili waweze kutimiza haki yao ya kuhakikisha kwamba wanalipa kodi na hatimaye wanaichangia taifa lao na mwishoni maendeleo ya nchi kwa ujumla yaweze kuonekana. Kwanza nishukuru na niwapongeze walipa kodi wa Singida kwa kujitokeza kwa wingi kabisa na kutusikiliza nini ambacho tulikuwa nacho, na kizuri zaidi walipa kodi wetu wa Singida wameweza pia kuuliza maswali ambayo ni maswali chanya na wameweza kupata ufafanuzi kutoka kwa wawezeshaji wetu ambao wametoka makao makuu. Kwa hiyo matumaini yetu ni kuona kwamba ulipaji wa kodi wa hiari bila bughudha unaongezeka katika mkoa wetu, na hiyo yote itaweza kuendelea kuchochea shughuli za kiuchumi katika mkoa wetu kukua. Kwa hiyo tunawashukuru sana walipa kodi wa Singida kwa kujitokeza kwa wingi kabisa na kuitikia wito huu kutoka mamlaka ya mapato mkoa wa Singida. Na hayo mabadiliko ya sheria ya kodi ndio yanaanza kutekelezwa sasa hii 2026. Asante sana. Haya, utekelezaji wake umeanza mwezi Julai, kwa maana kwamba hii itatupeleka mpaka mwakani mwezi wa 6 ndipo ambapo tena tutaenda katika mabadiliko mengine, lakini kikubwa zaidi ni kwamba tunataka mabadiliko yetu tunataka yaakisi dira ya maendeleo ya nchi yetu kuelekea 2050. Matarajio yetu kwamba hiki tulichokibadilisha kwenye mabadiliko haya ya kodi yaakisi matumaini ya Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba dira yetu ambayo inaelekea 2050 inatimilika na inakizi vigezo vyote kama maelekezo ya Mheshimiwa Rais anavyoelekeza. Kikubwa ni kwamba tunataka tuifanye kodi iwe sehemu ya chanzo cha mapato ya nchi yetu na mwishoni tuweze kupata maendeleo endelevu. Naitwa Feni Mashenjara, ni mkurugenzi wa kampuni ya Sumaco Engineering Company Limited ambayo iko Singida. Tunashukuru maafisa wa kodi kwa semina nzuri ya kutujulisha mabadiliko ya kodi ambayo pia yanatupa urahisi au nafuu katika kulipa kodi, ikiwepo misamaha ya uagizaji vifaa kwa kuahirisha kodi, lakini kwa masharti ambayo yameainishwa kwamba tunapaswa kuwa na vile vifaa ndani ya miaka 10 kwa kuvitumia kikamilifu katika miradi ambayo imeainishwa. Na sheria hii ya mabadiliko ya kodi ina maeneo mengi mapana ambayo inamsaidia mlipa kodi kuona kwamba anaweza kulipa kodi kwa urahisi na kuhakikisha kwamba pia walipa kodi wanalipa kikamilifu. Kwa hiyo nimeshukuru kwa semina hii, ni nzuri na wawasilishaji mada wamewasilisha vizuri, tumeipokea kwa usahihi. Kwa jina naitwa Florian Malia, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mkoa wa Singida. Kwa ufupi, mmepokeaje haya mafunzo na mabadiliko ya sheria? Tumeyapokea vizuri kwa sababu ni sheria ishatungwa, lazima tuipokee. La msingi ni lazima tukae na hawa watu pia ili tuweze kuyajadili, ili kila mmoja wetu aweze kujua mahali aliko na mahali anakosimamia kwenye hii sheria. Kuna ushauri gani sasa? Natoa ushauri wakati mwingine kwa mamlaka ya kodi, kabla hawajaleta mafunzo kama haya, lazima wabunge wawepo na halmashauri zinazozunguka eneo hili la TRA wawepo, ili tunapotoka hapa tutoke kwa sauti moja inayofanya serikali, kama ni kukusanya kodi, tukusanye kodi kwa neno moja ambalo halitakuwa na ukinzani. Unafikiri kwa mkoa wetu wa Singida kuongeza ukusanyaji wa mapato, hilo unalizungumziaje? Hilo liko vizuri. La msingi ni kwamba hawa tunga sera na sheria zetu wawe karibu na sisi, ili mfanyabiashara anapoambiwa kukusanya kodi awe yuko tayari kwa sababu ya mafunzo ambayo yanatolewa. Mimi Rebecca Luther. Katika semina hii ya siku ya leo kwa kweli nimenufaika, nimejua baadhi ya vitu ambavyo tunatakiwa tuvizingatie katika
mabadiliko ya sheria ya kodi katika mwaka 2026. Nimejua kwenye upande hasa wa mitandao ya kijamii. Sasa hivi vijana tunatumia sana mitandao ya kijamii na huwa tunatumia tu, hatuelewi utaratibu wa TRA kuhusu kodi. Kwa hiyo mimi nimeelewa sasa hivi, na hata ninapokuwa nafanya biashara zangu kwa mitandaoni nitakuwa najua namna gani natakuwa nifuate utaratibu. Asante. Majina yangu naitwa Yusufu Kijanga Makera, ni diwani wa kata Mandewa, lakini pia ni mfanyabiashara. Siku ya leo tumeweza kualikwa na ndugu zetu wa TRA kwa ajili ya kutupatia semina ya mabadiliko ya sheria za kodi 2026. Tumeweza kufurahia sana semina hii, na naamini kwa namna ambavyo tumeweza kupewa elimu juu ya mabadiliko ya sheria hizi zimekuwa zina manufaa makubwa sana kwa wafanyabiashara, lakini hasa wafanyabiashara wadogo na wafanyabiashara ambao wanaanza kuanzisha biashara zao, kwa kwamba wapo katika msamaha wa kodi ndani ya miezi 12 pale ambako wataanzisha biashara zao. Na sheria hii imeanza kutumika kwenye mwaka wa fedha huu wa 26/27. Hivyo tunaendelea kumshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kufanya marekebisho haya na yaenda kuleta tija na manufaa makubwa kwa wananchi, na naamini wale wazalendo ambao tunaamini ya kwamba wengi ni wazalendo, tunataka kufanya kazi ya kulipa kodi na mapato ya taifa yataongezeka kwenda kutimiza dira ya 2050. Asante sana.